Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema Iran haitashiriki katika mazungumzo chini ya shinikizo na vikwazo. Rais huyo wa Iran amesema Tehran haitaki wala haitoshiriki katika mazungumzo hayo na Marekani, ambayo wakati huu imeweka mashinikizo makubwa, imeweka vitisho na vizuizi, akisisitiza kwamba kujenga upya uaminifu kunahitaji kukomesha hatua za uhasama na dhamana dhidi ya kurudiwa, kulingana na taarifa ya rais huyo wa Iran. Alizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Pezeshkian alisema kufikia mwafaka na kuunda mazingira ya kufaa kwa mazungumzo yenye ufanisi ni muhimu katika maendeleo yoyote. Katika mazungumzo hayo, kuwepo kwa vikwazo na mashinikizo kumedhoofisha imani kwa Wairan. Pezeshkian alisisitiza kuwa kusimamisha sera za uhasama na kuhakikisha hazirudiwi ni masharti muhimu ya kutatua mzozo huo kwa sasa. Rais huyo amesema moja kwa moja kwamba haitawezekana kwa sasa kwa Iran kukubali mazungumzo yaliyo chini ya mashinikizo na Marekani, mradi tu kizuizi cha sasa cha wanamaji kinaendelea kuwepo. Kwa mujibu wa Press TV, katika mazungumzo muhimu ya simu na waziri mkuu huyo wa Pakistan, Pezeshkian alidai kuwa Iran haitashurutishwa kuingia kwenye makubaliano kupitia mashinikizo ama vitisho. Rais huyo alisisitiza kwamba kikwazo kikuu cha amani sio ukosefu wa mazungumzo, lakini vitendo vya uhasama vinavyotekelezwa hivi sasa na Washington. Na katika mazungumzo hayo, rais huyo alitoa wito kwa Marekani kuonyesha uzito wake kwa kuondoa vikwazo vya kijeshi na kiuchumi ambavyo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Anasema, ushauri wetu kwa Marekani ni kuondoa kwanza vikwazo, ikiwa ni pamoja na kuzuia vile vya majini ili kuanza tena mazungumzo na kutoa jukwaa la kutatua masuala, aliongeza rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian. Wito huo unakuja wakati mgumu katika mzozo huo uliodumu kwa muda wa wiki 8 kufuatia kushindwa kwa mazungumzo ya ngazi ya juu ya amani mjini Islamabad na mzingiro uliofuata wa jeshi la wanamaji la Marekani ambao umezibamiza bandari za Iran tangu Aprili 13. Maoni ya rais yanafuatia wikendi ya msuguano wa diplomasia ambao ulisababisha kuvunjika kwa juhudi za upatanishi zilizoandaliwa na Pakistan. Rais wa Marekani Donald Trump alitetea uamuzi wake wa kughairi safari za wajumbe Jared Kushner na Steve Witkoff kwenda Pakistan, akipuzilia mbali kuwa ni ghali sana na ndefu sana kwa mkutano na maafisa wasiotambuliwa. Akizungumza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Palm Beach, Trump alisema pendekezo la Tehran lilitoa mengi, lakini halitoshi, haswa katika kujibu pendekezo la Amerika la kutaka kusimamishwa kwa miaka 20 kwa kutorutubisha urani. Trump alikuwa amesitisha ziara ya mshauri mkuu Jared Kushner na mjumbe Steve Witkoff ambao walikuwa wamepangwa kusafiri hadi Islamabad kwa duru mpya mazungumzo, akitaja muda mrefu wa kusafiri, lakini pia na gharama kubwa na kutokuwepo kwa uongozi wa juu wa Iran katika mikutano iliyopendekezwa. Hatutasafiri kwa masaa 15 hadi 16 kufanya mkutano na watu ambao hakuna mtu aliyewahi kusikia hapo awali, Trump alisema, akijiita mtu anayejali gharama. Huyo wa Marekani alidhani kwamba uwepo wa waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi ni katika kufanya mazungumzo, lakini kumbe Araghchi alienda nchini Tehran kwa ajili ya kupeleka mapendekezo ya Iran ya namna ya kumaliza vita hivyo. Licha kughairiwa huko, Trump alidai kuwa Iran iliwasilisha haraka pendekezo lililorekebishwa na bora zaidi, akisisitiza kwamba hitaji kuu la Washington bado halijabadilika. Iran haipaswi kupata silaha za nyuklia. Pia alipuuza wasiwasi juu ya usitishaji wa mapigano, akisema hata hajafikiria juu yake. Hapo awali, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alisema Tehran imeshiriki mfumo unaotekelezeka na uongozi wa Pakistan ili kumaliza kabisa mzozo huo, huku akihoji dhamira ya Marekani katika diplomasia. Ujumbe wa Iran baadaye uliondoka Islamabad baada ya kuwasilisha orodha rasmi ya madai na kuacha juhudi za upatanishi za Pakistan kutokuwa na uhakika, huku mvutano ukizidi kuendelea. Hasa Araghchi anatarajiwa kuzuru tena Pakistan siku ya Jumapili baada ya kuhitimisha safari yake ya Oman pamoja na Urusi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.